Irani imezidisha kwa kiwango kikubwa mashambulizi yake dhidi ya Israel kwa kurusha mawimbi ya makombora na drones kuelekea maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo, hatua iliyosababisha hali ya taharuki kubwa na uharibifu katika maeneo mbalimbali. Picha mpya za video zinazosambaa zinaonyesha anga la usiku likiangazwa na milipuko, huku makombora yakionekana yakikatiza kwa kasi kubwa, baadhi yakizuiwa angani na mengine yakipenya na kulipuka katika maeneo ya makazi. Katika mji wa bandari wa Haifa ambao ni kitovu muhimu cha uchumi na usafirishaji, mashambulizi kadhaa yameripotiwa kusababisha uharibifu wa majengo ya makazi pamoja na maghala ya miundombinu ya bandari. Moshi mzito ulifunika sehemu za jiji hilo, huku sauti za milipuko zikisikika kwa vipindi tofauti usiku kucha. Vikosi vya zimamoto, ambulance na uokoaji vilionekana vikifanya kazi kwa haraka katika maeneo yaliyoathirika, vikijaribu kusaidia majeruhi na kuwadhibiti waliokwama chini ya vifusi. Mashuhuda wa eneo hilo walisema ving'ora vya tahadhari vilianza kulia kabla ya mashambulizi kuanza, na ndani ya muda mfupi anga lilijaa mwanga wa milipuko na vipande vya makombora vilivyokuwa vikianguka. Wengi wa wakazi walikimbilia kwenye maeneo ya kujikinga, huku wengine wakibaki ndani ya nyumba zao kwa hofu ya mashambulizi ya mfululizo. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, Iran imekuwa ikitumia mbinu ya kurusha makombora kwa awamu nyingi, ikichanganya makombora ya masafa marefu, makombora ya ballistic pamoja na drones za kushambulia. Lengo la mbinu hii ni kuilazimisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel ikiwemo Iron Dome kushindwa kuhimili idadi kubwa ya malengo kwa wakati mmoja. Ingawa Israel imesema imefanikiwa kuzuia makombora mengi angani, baadhi yamefanikiwa kupenya na kusababisha madhara makubwa ardhini. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya makombora hayo ya teknolojia za kisasa zaidi, ikiwemo uwezo wa kubadilisha mwelekeo angani au kusambaza vilipuzi vidogo vinavyoweza kusababisha uharibifu, hali inayofanya iwe vigumu zaidi kuyazuia. Mashambulizi haya pia yameathiri maisha ya kawaida ya wananchi wa Israel, huku shughuli nyingi za kiuchumi zikiwa zimesimama kwa muda. Bandari imepunguza operesheni zake na shule pamoja na ofisi nyingi zimefungwa kwa sababu za kiusalama. Mamlaka zimeendelea kusisitiza kuwa wananchi wabaki karibu na maeneo ya kujikinga na kufuata maelekezo ya dharura yanayotolewa. Kwa upande wa kisiasa na kijeshi, hatua hii inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana zaidi wa Irani kujibu mashambulizi ya awali yaliyolenga malengo yake pamoja na ushirika wake katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Pia inaashiria kuongezeka kwa kiwango cha mzozo huo ambao sasa unaonekana kuwa hatari zaidi na wenye uwezekano wa kupanuka. Wakati huo juhudi za kimataifa kutuliza hali zinaendelea, lakini hakuna dalili za haraka za kupungua kwa mashambulizi. Hofu inaongezeka kuwa ikiwa mashambulizi yataendelea kwa kiwango hiki, vita inaweza kuingia katika hatua mpya hatari zaidi, ikihusisha mataifa mengi zaidi katika ukanda huo. Hadi sasa idadi kamili ya waliopoteza maisha na majeruhi bado haijathibitishwa rasmi, lakini vyanzo vya dharura vinaonyesha kuwa kuna ongezeko la majeruhi, huku vituo vya afya vikianza kupokea idadi kubwa ya walioumia. Hali inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, kwa dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa mapigano haya na athari zake kwa usalama wa kimataifa.